الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبة وأحباب رسول الله، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا في آياته كثيرا ومتعددة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال أيضا: إن للمتقين مفازا. أحبة عباد الله، أما في خطبتنا اليوم سنتحدث كيف نستقبل شهر رمضان. كيف نستقبل شهر رمضان. baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, na yusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile na wahusieni na ninyi pia katika jambo hilo hilo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio lengo la kuumbwa kwetu sisi. Ama katika hutuba yetu biidhnillahi tabaraka wa taala tutaangalia namna gani ya kuweza kuupokea mwezi wa Ramadhani. Tumeona kwamba katika masiku haya ambayo yamebakia machache kulinganisha na yaliyopita katika mwezi wa Shaabani, manake tuko kwenye mteremko wa kuelekea katika mwezi wa Ramadhani. Tuzungumze nukta kadhaa kuhusiana na namna ambayo tunaweza kuupokea mwezi wa Ramadhani. Wema waliotangulia walikuwa wanafanya maandalizi namna ya kuupokea mwezi wa Ramadhani, akiwepo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Lakini maandalizi yao waliokuwa wakiyafanya ni maandalizi ambayo pengine yanatofautiana sana na maandalizi yetu. Kwa maandalizi yao yalikuwaje, jinsi walivyokuwa wanajitayarisha kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, tutaona katika nukta kadhaa jinsi wao walivyokuwa wanajitayarisha, jinsi wao walikuwa wanajiandaa. Tofauti na wengi katika sisi, tunajiandaa kupokea Ramadhani kwa kufanya madhambi kwa wingi. Yaani watu wanafanya madhambi na mpaka wengine wanapeana ahadi kwamba ngoja tufunge kwanza, baada ya Ramadhani tutakutana. Yaani mtu anaingia katika mwezi wa Ramadhani anaahidi kuendelea na dhambi baada ya Ramadhani kuisha. Ndugu yangu Muislamu, utakuwa unatumia fursa vibaya. Wako ambao wanajiandaa kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani kwa kununua drafti, kwa kununua karata kwa ajili ya mchana wa Ramadhani, ili waweze kuimaliza funga haraka kwa kufanya mambo ya kipuuzi. Ni tofauti kabisa na masahaba walivyokuwa wanajiandaa katika kupokea mwezi wa Ramadhani. Wako ambao katika huu mwezi wa Ramadhani wao wanaona kwenda kwenye vibandaumiza kuangalia mpira na kukaa muda wote kule ndio sehemu ya kuimaliza funga haraka.
Ndugu yangu Muislamu, angalia wema waliotangulia. Anasema moja katika wema waliotangulia akielezea masahaba jinsi walivyokuwa, anasema kanu yad'una Allah sittata ashhuri an yuballighahum Ramadan, kwamba wema waliotangulia walikuwa wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miezi 6 kabla ya Ramadhani, wanamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awafikishe kwenye mwezi wa Ramadhani. thumma yad'unahu 6 ashhur an yataqabbalahu minhum, kisha wanamuomba tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumaliza funga yao, wanamuomba miezi 6 awakubalie funga yao. Angalia ahadi na maombi ya watu wema, wanaomba wafikishwe kwenye mwezi wa Ramadhani kuanzia kabla ya Ramadhani miezi 6, na baada ya Ramadhani wanaomba tena, kila siku wanaendelea kuomba miezi 6, kwamba hicho walichokifanya kwenye mwezi wa Ramadhani kipokelewe. Yani bado hawajiamini kwamba hicho walichokifanya kimepokelewa au la. Lakini leo sisi tunaingia kwenye Ramadhani, tunawaahidi magirlfriend, maboyfriend kwamba baada ya Ramadhani tutakutana. Yani hujajua kama Ramadhani yako imekubaliwa, lakini una ahadi ya kurudi kwenye kufanya madhambi. Waliyadhi billahi min dhalika. Ala atuepushe na hilo. Ndugu yangu Muislamu, miongoni mwa dua walizokuwa wakiomba, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamuhu minni mutaqabbalan. Ee Mwenyezi Mungu, nifikishe salama kwenye mwezi wa Ramadhani bila kuwa na maradhi yoyote, na nifike nikiwa na afya njema katika mwezi wa Ramadhani, na unifikishie mwezi wa Ramadhani kwangu mimi, ulete mwezi wa Ramadhani kwangu mimi nikiwa hali ya afya, nikiwa ni mzima. Lakini pia upokelee mwezi huu wa Ramadhani matendo nitakayoyafanya, kwa kuyakubali, kwa kuyachukua, kwa kuyapokea matendo hayo nitakayokuwa nimeyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Huu ni mwezi wa fursa. Ndugu yangu Muislamu, hivi ndivyo walivyokuwa wanajitayarisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Aisha radhiallahu anha anasifia jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anajitayarisha katika mwezi wa Ramadhani, namna gani ya kuupokea mwezi wa Ramadhani. Aisha radhiallahu anha anasema, lam arahu saiman min shahri qattun, sijapata kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anafunga akthara min siyamihi min Shaabani, anafunga zaidi katika mwezi wowote. Sijaona Mtume akifunga zaidi nilivyomuona akifunga katika mwezi wa Shaabani. Kana yasumu Shaabana kulla, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama anafunga Shaabani yote. Kana yasumu Shaabana illa qalila, rawahu Muslim. Alikuwa anafunga Mtume sallallahu alayhi wasallama mwezi wa Shaabani isipokuwa kidogo katika masiku ya mwezi wa Shaabani. Haya ndiyo yalikuwa maandalizi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Tofauti na leo sisi ambao tunajiandaa kwenda kwenye madisko, watu wacheze disco la kufa mtu kwa sababu anakuja kuingia kwenye Ramadhani. Ni wangapi wanajiandaa kunywa pombe sana, walewe sana kwa
sababu wanakuja kuingia kwenye mwezi wa Ramadhani. Wallahi utaingia kwenye Ramadhani, ladha ya madhambi bado unayo, haijaisha, na Ramadhani inaondoka inakuacha bado na ladha ya maasi. Haujapata ladha ya Ramadhani, hujapata ladha ya ibada ya Ramadhani, bali umeingia na ladha ya uchafu ulioingia nao mpaka kwenye mwezi wa Ramadhani. Nukta ya kwanza, ndugu yangu Muislamu, an-niyatu al-khaliswa. Katika vitu ambavyo inatakiwa Muislamu kuvitayarisha, kujiandaa vizuri, ni kuweka nia yako iwe safi katika kuupokea mwezi wa Ramadhani. Kwani kuwa na nia nzuri, nia inaweza ikakufikisha mbali, mahala ambapo usingefika kwa kutumia mwili wako, lakini ukaweza kufika kwa nia na bila kuwepo kwa mwili na bila kuwepo kwa kiwiliwili. Kwani mtu anapodhamiria kufanya jambo, asipolifanya hulipwa jambo hilo, linasimama badala ya kitendo, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallama, hadithi ambayo ameipokea Ibn Abbasi radhiallahu anhuma, anasema inna Allaha kataba alhasanati wa sayiati, hakika Mwenyezi Mungu ameandika mema na maovu. Thumma bayyana dhalika, kisha akabainisha hilo. Faman hamma bihasanatin, yeyote atakayekusudia, yeyote atakayedhamiria kufanya wema fulani, falam ya'malha, na kisha asiufikie kuufanya wema huo, katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwandikia kuwa ni jema lililokamilika amelifanya kwake yeye. Kwa hiyo mtu ambaye ameweka nia ya kufunga mwezi wa Ramadhani, asipofikia kwenye mwezi wa Ramadhani akafia njiani, anaandikiwa jema la kufunga mwezi wa Ramadhani. Hii umefika kwa sababu ya nia uliyokuwa nayo, tofauti na mtu ambaye hana nia, ameweka nia ya kwamba mwezi wa Ramadhani unakuja kumtesa, atakuja kuingia kwenye tabu. Kwa hiyo anaona kama mwezi wa Ramadhani ni mahabusu fulani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ambayo iko kwenye Sahihu Bukhari na Muslim, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika matendo yote yanalipwa kwa nia, na hakika si vinginevyo, kwamba kila mtu atalipwa kulingana na alivyonuia. Wewe umenuia nini? Umekusudia nini? Hicho ndicho ambacho Allah subhanahu atakulipa. Falau sadaqu Allah lakana khairan lahum, lau wangelikuwa ni wakweli kwenye nia zao, kwenye imani zao, kwenye utekelezaji wao, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angewalipa kheri kubwa zaidi. Kwa hiyo tuwe wakweli katika nia zetu kuendea mwezi wa Ramadhani. Lakini jambo lingine, jambo la pili, at-taubatu as-sadiqa, toba ya kikweli kweli. Muislamu anatakiwa katika huu mwezi wa Shaabani ajitayarishe na kutubia, sio kuingia kwenye maasi, atubu. Ndugu yangu Muislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda wale wenye kutubia na anawapenda sana wale wenye kujitaharisha, wale ambao wanajisafisha na madhambi yao. Ndugu yangu Muislamu, kama unataka kufanya ibada katika mwezi wa Ramadhani, ni lazima utubie. Wa taubatu hiya wajibatun fi kulli waqtin wa min kulli dhanbin, toba ni wajibu kwa kila wakati na kwa kila dhambi. Lakini katika mwezi huu tunaoendea, kwamba ni mwezi muhimu sana, Muislamu anatakiwa alete toba, atubie kwa Mola wake. Huenda Mola wake akamkubalia, huenda Mola wake akamsamehe yale yaliyotangulia. Ndugu yangu Muislamu, madhambi yanazuia watu kufanya kheri, yanazuia watu kuwa wepesi kwenye kheri. Nasema fa inna qaida dhunubi,
hakika kifungo cha kufunga na madhambi, kifungo cha kufungwa na madhambi, yamna anil mashi ila taati rahmani, inazuia mtu kwenda kumtii Rahmani. Madhambi yanamzuia mtu. Anasema Sufyani Thauri anasema hurimtu qiyama llaili 5 ashhuri, nilinyimwa mimi kisimamo cha usiku miezi 5, bidhambin adhinabtuhu, kwa dhambi niliyoifanya. Dhambi, akasema raaitu rajulan yabki, niliona mtu analia. Fakultu fi nafsi hadha murai, huyu anafanya ria tu. Yani mtu analia, mimi sijui nia yake, lakini nilipomwona analia nikasema huyu analia tu kwa kujionyesha kwa watu kwamba yeye ni mcha Mungu. Maneno haya niliyasema kwenye nafsi yangu, kwa dhambi hii niliyoifanya ikanifanya mimi nikanyimwa, nikazuiliwa kufanya kisimamo cha usiku kwa miezi 5. Hebu angalia Muislamu, huyu ni dhambi ambayo yeye anaisema, amejisemea kwenye nafsi yake, na hajatamka kwamba yule mhusika akasikia, bali yeye kaisema. Je, sisi ambao leo tunaingia katika ibada hii hali ya kuwa tumeyafanya yaliyo ya haramu mengi, tumekula vyakula vya haramu, vipi nyoyo zetu zitakuwa nyepesi kuendea ibada? Ni wangapi leo wengine wanafuturu kwa pombe, wengine wanafuturu kwa sigara, wengine wanafuturu kwa mirungi. Huyu anawezaje kusimama qiyamu laili ikiwa imamu kanyimwa kwa kusema maneno haya ya kwamba huyu anafanya ria? Al-Hasan aliambiwa na watu, la nastatiu qiyama laili, sisi hatuwezi kusimama kisimamo cha usiku. Al-Hasan akawaambia, qayadatikum khatayakum, yamewafungeni nini mshindwe kunyanyuka, mshindwe kusimama makosa yenu. Al-Fudail radiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala anasema, idha kunta hurimta qiyama al-layli wa siyama an-nahar, au idha kunta la tastati'u qiyama al-layli wa siyama an-nahar, fa'lam annaka mahbusun bidhunubin qayadatika.